Leo nimeshare video kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao mnaomba kazi kwetu, mpate idea kabla hujaja kwa ajili ya kazi unayoiomba, ulioiona kwenye matangazo yetu. Basi fanya utafiti kidogo. Sikiliza vizuri hizo video nilizoshare. Utapata idea kwamba unatakiwa unapokuja kwenye interview uwe umejiandaa vipi, kwa sababu nimeona hilo ni tatizo kubwa sana. Wengi sana wanakuja wamekurupuka, hawajui wanachokuja kukiomba, yani mambo tafrani. Kwa hiyo na imani hiyo video itaweza kuwasaidia. Ziko kama video 3 ambazo tulikuwa niliingia TikTok live. Kuna labda watu ambao walisikia, lakini niliona ni share ili kuwapa nyinyi idea wale ambao mnakuja kwenye interview zetu. Sikiliza hizo video, zitakupa idea ya namna ya kuweza kuja kuomba kazi, au hata sehemu nyingine yote unayoenda kuomba kazi. Nitakusaidia namna ya kujiandaa, namna ya kujipanga ili uweze kufanikiwa katika interview ya kazi unayoenda kuiomba au fursa nyingine yoyote ambayo unaiomba. Otherwise, nataka tu nikumbushe kwamba fursa tulizonazo ambazo hizo zinapatikana wakati wote ni kazi za ndani kwa wasichana ambazo zinahusiana na malezi, mapishi na usafi. Tuna category 3. Tuna professional, hawa ni wale wataalamu wanafanya kazi zao kwa ubora wa juu, wanalipwa Laki 5 kwa mwezi. Tuna smart ambao wanafanya kazi kwa ubora wa kati, ambao hawasimamiwi, hawaelekezwi sana, wanaelekezwa pale mwanzoni. Baada ya hapo ni watu ambao wanaweza kujiongoza na kujisimamia, wanalipwa Laki 3 kwa mwezi. Alafu tuna traditional dada, wale ambao ni wa kawaida, wanahitaji usimamizi, wanahitaji kuelekezwa, wanahitaji kufundishwa. Hawa wanalipwa Laki 1.5 kwa mwezi. Kwa upande wa waajiri ambao wanahitaji wafanyakazi, idea ni kwamba kuna muda wa kusubiria dada wa wiki 8, huo ni muda wa kawaida. Alafu kuna muda wa wiki 1 tunaita express, ni ndani ya wiki 1. Alafu kuna muda wa masaa 24 ambayo inaita double express. Kwa hiyo ni kwa ajili ya waajiri ambao wanahitaji wafanyakazi. Lakini nataka nisisitize, kwa sasa hivi mahitaji makubwa ya wafanyakazi wa nyumbani, waajiri wengi wanahitaji wadada wa professional au smart. Yaani waajiri wengi wanachohitaji ni level ya professional, dada yule mtaalamu kabisa, au smart. Kwa nini? Kwa sababu hawa ndio wadada ambao kidogo wanaweza kujisimamia. Okay, yule mtaalamu kabisa, kwa mtu ambaye anasema mimi nahitaji bwana mtu ambaye yuko tayari, akija sihitaji kuelekeza. Au yule smart ambaye atasema nitamuelekeza mwanzoni kidogo tu, baada ya hapo anaweza kujisimamia. Kutokana na nini? Kutokana na mahitaji ya watu. Sasa hivi wanawake wengi hawakai nyumbani kama huko tulipotoka. Zamani mama zetu walikuwa nyumbani. Sasa hivi wanawake ni wajasiriamali. Wanawake ni watu ambao hawakai nyumbani muda mwingi, wanatoka kwenye biashara zao, kwenye kazi. Kwa hiyo anahitaji mtu ambaye anamwacha nyumbani ni mtu anayeweza kujisimamia, kujitegemea. Tofauti na zamani, mama alikuwa yuko nyumbani, kwa hiyo dada yeyote akija atamuelekeza, atamsimamia kwa kila kitu. Kwa hiyo hilo ndio angalizo, kwa sababu bado kuna mabosi ambao wana mtazamo wa kizamani kuhusu wadada wa kazi. Anataka amlete dada, amwachie kila kitu, wakati huyo dada anayemleta ni yule mwenye uwezo mdogo. Sisi tumewasaidia, tumewapa hiyo solution kwamba mahitaji yenu ni wadada ambao wanajiweza. Akija nyumbani kwako moja kwa moja anafanya majukumu yake. Kwa sababu gani? Wewe uko busy, wewe sasa hivi hauna muda wa kukaa na kumfundisha dada. Hao ndio mabosi walio wengi kutokana na maisha yanavyokwenda. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kuwasaidieni ili mnavyotafuta wadada ujue unatafuta dada gani. Kama ni mama wa nyumbani, no problem, unaweza kuchukua tu dada traditional yoyote ukawa unamuelekeza na kumsimamia. Lakini kama ni mjasiriamali, unafanya kazi, unafanya biashara, muda mwingi huko nyumbani, mkirudi nataka mkute vitu vimekaa katika mkao unaoeleweka. Chakula kimepikwa vizuri, watoto wamekaa vizuri, nyumba safi. Huyo sio dada traditional. Huyo ni dada ambaye either ni professional au smart. So mawasiliano rasmi ni simu. Sio kwenye comment, sio kwenye DM, mawasiliano rasmi ili uweze kupata huduma. Either unataka kazi au unataka mfanyakazi. Mawasiliano rasmi ni namba zetu za simu. Na namba za simu unazipata kwenye profaili zetu zote. Ukiingia kwenye mitandao yetu, iwe ni Facebook, iwe ni YouTube, iwe ni Instagram, ni TikTok, ukiingia kwenye profaili zetu kuna namba za simu ambazo hizo ndio namba maalum kwa ajili ya mawasiliano. Otherwise, nawatakia wakati mwema na karibuni sana.